Na kama kuna mtu atakuja hii State House na hataki kanisa, atakuja abomoe. There is no problem. Hii compound ya State House iko na watu karibu 1000 hapa ndani. Na tuko na kanisa kidogo ya mabati. Just imagine. Sasa nyinyi mnataka hii mjengo haikukuweko hii. It was not here. Mimi nimekuja kujenga. Hiyo State House mnaona hapo ilikuwa jua kali. Saa hii nimerekebisha. Kwa sababu sasa kama mahali mimi mwenyewe nafanyia kazi ati kona moja inapuja imeraruka inatoa ati saa zingine ikinyesha watu wanatembea na ndoo hapo ati kufagia baki. Kama mimi siwezi kupanga mahali mimi nafanyia kazi, nitapanga ya Wakenya? Siweza kwama hapo. So nikasema nirekebishe hiyo, wakanipigia kelele ni sawa. Lakini juzi niliona wameanza kusema lakini si mbaya, ni mzuri. Sasa hiyo kanisa walikuwa wanapigia kelele iko hapa nyuma. Itamalizika hivi karibuni. Na sio chapel, ni chapel ya watu wanaofanya kazi hapa ndani. Hatuwezi kuwa na kanisa ya mabati State House. You know? Ni aibu. So, na sijauliza mtu pesa ya kujenga. Sijasema itajengwa na pesa ya serikali. Mimi nitajenga na marafiki zangu. Na kama kuna mtu atakuja hii State House na hataki kanisa, atakuja abomoe. There is no problem. Ama yes. Ama na magani. So lakini mimi nitajenga. Sijui kama tunaelewana marafiki zangu. Sasa niwaulize jameni, kwa yale Mungu ametufanyia hii Kenya, tulikuwa na matatizo ya karibu kudefault, Mungu akatuokoa. Ndio hiyo tulikuwa na shida ya njaa, Mungu ametuokoa. Ndio hiyo elimu yetu ilikuwa na matatizo, Mungu ametusaidia, tumerekebisha. Alafu tukose ati kujenga tu kanisa kwa State House. Ati mimi ndio huyo nimejenga affordable housing sijui wapi. Nimejenga soko sijui wapi. Nimejenga sijui nini wapi. Saa hii Kenya hii dunia yote ni construction site inaendelea. Si namna hiyo? So we need to, kwa sababu nchi ni ya kujengwa na tunajenga everywhere. Sio Bungoma peke yake, tunajenga everywhere. Hii affordable housing mnaona hapo Bungoma. Tunajenga dunia yote ya Kenya. Masoko tunajenga everywhere. Hiyo nini yote tunajenga everywhere. Because tumechelewa na maendeleo. Tumechelewa na kujenga Kenya. Hii ni kazi ambayo tungekuwa tumeanza zamani. Lakini mwenye kuamua hakuwa amefika. Sasa yes. Mungu anajua ni kwa sababu gani alilete mtu kama mimi hapa. Yes, so I am here by divine God's providence. Ndio nifanye ile Mungu ameniwekea nifanye. Hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tuibadilishe. Ama namna gani jameni?